Alipokuwa akiapishwa Oktoba 2022, Traore aliahidi kuunga mkono marekebisho Burkina Faso, ikiwemo kufanya uchaguzi Julai 2024 ili kurudisha utawala kwa mamlaka za kiraia nchini Burkina Faso. Lakini hilo halifanyiki tena. Kiongozi huyo mwenye umri mdogo zaidi duniani, Kapteni Ibrahim Traore, ametangaza kusalia madarakani hadi ifikapo 2029. Ameongezewa muda wa uongozi wa mpito wa taifa hilo kwa miezi 60 kuanzia Julai 2024. Kwa mujibu wa makubaliano hayo, Traore pia atawania urais muda huo utakapofika. Je, Ibrahim Traore ni nani na safari yake ya kupanda ngazi jeshini na hatimaye kuongoza nchi hiyo ilianzaje? Traore alizaliwa Bondoukoy, magharibi mwa Burkina Faso, na kumaliza elimu yake ya sekondari katika jiji la Bobo Dioulasso, kusini magharibi mwa Burkina Faso. Traore alisoma jiolojia katika mji mkuu wa Ouagadougou kabla ya kujiunga na chuo cha kijeshi cha Georges Namonao, Ouagadougou, Burkina Faso mwaka wa 2009 na kuhitimu mwaka wa 2010 kama afisa akiwa na miaka 21. Traore aliibuka wa pili katika darasa lake, akitajwa kuwa mwenye nidhamu, akili nyingi na jasiri. Baadaye alipanda cheo na kuwa mkuu wa kikosi cha silaha na hata kupata mafunzo ya shabaha nchini Morocco. Kapteni Traore, maarufu kwa sare za kijeshi, alihudumu katika eneo la kaskazini na katikati mwa nchi kabla ya kuelekea nchi jirani ya Mali mwaka 2018 katika ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa kulinda amani MINUSMA. Baadaye aliteuliwa kuwa kapteni mwaka wa 2020. Safari ya Traore kukwea hadi uongozi wa Burkina Faso ilianza kupitia mapinduzi Septemba 2022 dhidi ya kiongozi wa wakati huo, Luteni Kanali Paul Henri Sandaogo Damiba. Traore alijitangaza na hata kuungwa mkono kuwa mkuu mpya wa vuguvugu la wazalendo la uhifadhi na urejesho Burkina Faso. Kisha mnamo Oktoba tarehe 6, 2022 alitangazwa kuwa rais mpya wa mpito wa Burkina Faso, ambapo pia aliweza kuunda serikali ya mawaziri 23 kuongoza nchi hiyo. Na ndiyo safari yake hadi kwa sasa, ambapo uchaguzi utafanyika mwaka 2029. Je, una maoni gani kuhusu hali hii ya Burkina Faso na uamuzi huu? Tupe maoni hapa chini